Nchi ya Zarithia ilikuwa mahali pa ndoto na hadithi za mafanikio. Belmont City, mji mkuu, uliwaka taa za dhahabu usiku na kuangaza majengo marefu yaliyopambwa kwa vioo kama almasi. Mji huo haukulala. Magari ya kifahari yalizunguka usiku mote, harufu ya mafuta ghali za miili zikienea klabu, hoteli zilizosheheni waimbaji na wanasiasa, kila kona ikisema, hapa ni ulimwengu wa wenye pesa. Kwenye kitongoji cha kifahari uitwao Marbel Heights, ndipo palipojengwa kasri kubwa lenye kuta nyeupe, bustani za maua yaliyotoka Hispania, mapambo ya sanamu za kale, na chemchemi kubwa iliyoacha sauti ya kutuliza. Ndani ya kasri hilo aliishi Alexander von Hatfield, mwanaume maarufu nchini kote kwa utajiri, uhandisi wa mali isiyohamishika na roho ya kipekee ya biashara. Alexander alikuwa na sura nzuri kiasi cha kuonekana kwenye majarida. Alikuwa na umbo lenye nguvu, sauti nzito na tabasamu lililoonekana maridadi lakini lililoficha siri nzito. Kwa miaka mingi, watu walijua kuwa kasri lile lilikuwa na wanawake wawili tu waliomzunguka: biashara na hatari. Lakini ukweli ni kwamba moyo wake ulikuwa umefungwa na wanawake wawili, mke wake, Catherine, na mwanamke aliyekuwa mke mwenza kimya kimya, Amira. Katika Zarithia, ndoa ya mitala haikuwa ya kisheria, lakini kwa pesa, kila sheria ilipinda. Catherine alikuwa mke rasmi, mwenye jina, mwenye familia tajiri na mwenye hadhi serikalini. Amira, kwa upande mwingine, alikuwa mwanamke mzuri sana, mzuri kwa kiwango cha kuonekana kama mchoro wa msanii, lakini hakuwa na hadhi wala jina. Alikuwa mwanamke wa siri, lakini siri hazikai milele. Jioni ya Jumamosi, upepo wa baridi ulipepesa mapazia ya hariri ndani ya chumba kikubwa cha ukumbi. Meza ndefu ya kulia chakula ilijaa vin vya miaka 30, glasi zilizo na michoro ya almasi, sahani zilizopambwa kwa dhahabu, na mishumaa iliyotoa mwanga mwekundu ulioweka mazingira ya kimahaba. Alexander alikuwa amevaa suti nyeusi, saa ya mkononi ya platinamu na hereni ndogo ya gharama. Alimwangalia Catherine akitembea kuelekea mezani. Catherine alionekana kama malkia. Gauni jeupe la hariri lililobeba miguu yake maridadi, nywele zake ndefu nyeusi zikiwa zimetulia upande mmoja na macho yake makubwa yenye siri nyingi. Dina iko tayari, Catherine alisema kwa sauti ya upole. Alexander alitabasamu kijana na kumvuta kwenye kiti. Lakini moyoni, Alexander hakuwa na amani. Mawazo yake yote yalikuwa Amira. Mwanamke aliyekuja kinyume na sheria za mwili, akili na maadili. Mwanamke aliyekuwa na kila kitu asichokuwa amekipata kutoka kwa Catherine: utulivu, ucheshi, mapenzi ya dhati. Amira aliishi kwenye nyumba ndogo ya pembeni ya kasri, nyumba ya kifahari yenye vyumba 6, bwawa na uwanja wa mazoezi. Hakuruhusiwa kuingia kasri kubwa bila ruhusa ya Alexander. Maisha yake yote yalikuwa siri inayotembea gizani. Catherine hakuwahi kumwona wala kusikia hata harufu yake mpaka siku ile ilipofika. Mara baada ya chakula cha usiku, Alexander alijifungia ofisini kwake. Mlango wa mbao mzito ulikuwa na upako wa dhahabu juu yake, na ndani kulikuwa na meza iliyotengenezwa kwa mbao nzuri zaidi duniani. Ukutani walining'inia picha za Alexander akiwa na viongozi na wafanyabiashara wakubwa. Lakini hakuna picha hata moja iliyoonyesha Amira. Alexander alipiga simu. "Hello sweetheart." Alizungumza kwa sauti ya chini. "Ndiyo mume wangu," sauti ya Amira ilijibu. Alexander alifumba macho kwa mapenzi yaliyojaa ndani ya moyo. "Nakutaka kesho. Nataka kula nawe breakfast," Alexander alisema. Upande wa pili wa simu kulikuwa kimya kifupi. "Alexander," Amira alinong'ona, "kuna jambo nataka kukuambia." Alexander alishtuka, midomo yake ikatetemeka. "Jambo gani?" Amira alipumua kwa shida. "Mimi nina mimba." Kimya kilitawala ndani ya ofisi. Alexander alizidi kupumua haraka. Akainua kichwa juu na kufunga macho. "Mimba?" aliuliza. "Ndiyo," Amira akasema kwa upole. Alexander alipatwa na mchanganyiko wa furaha na hofu. Alikuwa anataka mtoto, ndiyo, lakini kutoka kwa nani? Mimba hii ilimaanisha Catherine, akijua angeharibu kila kitu. Catherine ndiye chanzo cha urithi wa utajiri wake. Bila Catherine, hakutakuwa na kampuni, hakutakuwa na mali, hakutakuwa na nguvu. Helen mama mkwe, hakukubali mwanamke mwingine ndani ya familia. Alexander alifunga simu bila kusema chochote zaidi. Hakukuwa na kitu kinachotisha kama mwanamume aliyekimbizwa na siri. Catherine alisimama mlangoni bila kugonga. Alimwangalia Alexander uso kwa uso. "Alexander," alisema kwa sauti ya chini. "Una tatizo?" "Nimeliona." Alexander alitetemeka ndani ya moyo, lakini macho yake yaliendelea kuwa makavu. "Hakuna kitu," alisema.
Catherine alitembea taratibu kumzunguka mumewe, macho yake yakiwa ya mapaa kama tai anayetafuta mawindo. Alexander, akasema tena, mwanamke mwingine yupo? Alexander alishindwa kujizuia. Kidogo uso wake ukabadilika. Catherine alicheka. Nilijua, akasema. Lakini usijali. Sitakuuliza jina lake. Sitakuuliza anaishi wapi. Alexander alijua Catherine hakuwa kusema kweli. Catherine alikuwa hatari kuliko kisu. Mwanamke tajiri mwenye wivu ni moto wa dunia. Kitu kimoja tu nataka, Catherine alisema akimwangalia mumewe kwa macho ya kuua. Usiwe na mtoto nje ya ndoa yetu. Moyo wa Alexander ulianguka. Usiku ule Alexander hakuweza kulala. Aliwaza sababu gani ya kuishi na Catherine ilimpa nafuu gani? Catherine hakuwa mama. Moyo wake ulikuwa baridi kama jiwe. Mapenzi yao yalikuwa makubaliano ya mali. Lakini Amira alitumika kumfanya Alexander kuwa binadamu. Wivu ulianza kukua ndani ya Catherine bila ushahidi wowote. Hakujua mimba ipo, lakini moyo wake ulimwambia ukweli ule ambao akili yake ilikataa kuuamini. Usiku kucha alikesha. Macho yake yakilia kimya kimya. Wivu unatesa zaidi kuliko njaa. Kesho yake Alexander alitoka nyumbani mapema kabla Catherine hajaamka. Alifungua mlango wa nyumba ya pembeni ambapo Amira aliishi. Amira alikuwa amekaa kitandani, akishika tumbo lake kwa mikono miwili. Nywele zake ndefu zilitapakaa usoni kama mawimbi, macho yake yakiwa na mng'aro wa matumaini mapya. Alexander aliingia kimya. Amira alitabasamu. Unakumbuka? Akauliza. Nakwambia leo kila kitu kuhusu mimba hii. Alexander alimsogelea akaketi pembeni ya kitanda. Tutaitunza, Alexander alisema. Hii mimba ni baraka. Amira aliangua kilio cha furaha na kumkumbatia Alexander kwa nguvu. Alikuwa ameota siku ambayo angemzalia mwanaume aliyempenda mtoto. Alikuwa ameota ndoto ya kuwa mama, lakini mbele yao kulikuwa na kifo kinachowaka moto. Catherine alikuwa bado kitandani alipoinuka taratibu. Mawazo yalimvuruga. Alijikuta akitembea hadi dirishani na kumwangalia mumewe akielekea nyumba ya Amira. Kilichomshangaza zaidi, Alexander alivaa vizuri. Sura yake ilikuwa na furaha ya ajabu. Akarudi kitandani, moyo wake ukipasuka kwa shaka na chuki. Machale yakamwambia, ni nyumba ya mwanamke mwingine. Wakati Alexander na Amira wakipika chai sebuleni, Catherine alitokea ghafla mlangoni. Hakugonga, hakutoa ishara, alisimama tu mlangoni kama kivuli kilichotoka kuzimu. Alexander alishtuka. Amira aliteleza kikombe na kukiangusha sakafuni, kikavunjika vipande vipande. Catherine aliangalia mwili wa Amira juu hadi chini, akamwona akishika tumbo lake. Macho ya Catherine yakabadilika. Akajua. Mimba? Aliuliza. Ukumbi wote ukawa ukimya. Amira hakujibu. Alexander alijaribu kusogea. Catherine akamtazama kwa macho makali kama simba aliyechinjwa mtoto wake. Halafu akatabasamu kwa nguvu ya uongo. Hongera, alisema. Lakini tabasamu lile halikufika machoni. Alexander alijua Catherine hakusema hongera. Alitangaza vita. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, kimya cha hatari. Catherine alisimama mlangoni kama mnyama aliyenaswa baina ya hasira na huzuni. Alexander alijaribu kutulia, akijaribu kutabasamu kulainisha hali, lakini uso wake ulionyesha uoga ambao haujawahi kutamkwa. Hongera, Catherine alirudia kwa sauti, safari hii ikiwa nzito, yenye msisitizo wa sumu. Amira alikuwa ni mtu mpole, mwenye macho yaliyokuwa na heshima kila alipotazama. Lakini sasa, macho yake yalijaa hofu. Aliweka mkono tumboni kana kwamba kulinda maisha yaliyokuwa yakikua ndani yake. Alexander alichukua hatua mbili kuenda mbele, lakini Catherine aliinua mkono kama akisema, simama. Kaa hapo, alisema kwa amri. Alexander hakusogea. Catherine alipiga hatua taratibu kuingia ndani ya nyumba ya Amira. Mashuka yaliyoangukia sakafuni, kikombe kilichovunjika, harufu ya chai ya limao, vitu hivyo vyote viligeuka ushahidi wa maisha ambayo Alexander alijenga kimya kimya. Hivi hii ndo siri? Catherine akauliza. Hivi hii ndio sababu ya miezi mingi ya ubaridi? Haya ndio maisha yako nje yangu? Alexander alifungua mdomo, lakini Amira akatoa sauti kwanza. Sauti dhaifu, lakini yenye ujasiri wa mwanamke aliyeamua kulinda tumbo lake. Nimekuwa nikimpenda kwa miaka 3. Tumepitia mengi.
Nimevumilia kuwa wasiri kwa sababu nampenda. Catherine aligeuka polepole, akimwangalia Amira kama asiyemwamini. Mimba hii una uhakika ni yake? Swali lilimuuma Alexander kama kisu. Amira hakulia, hakutetemeka. Ndiyo, ninake. Na tuna ushahidi. Alexander alifumba macho. Hapo ndipo Catherine alikosa pumzi. Kwa Catherine, kuuliza kulitosha kujenga ukuta wa chuki, lakini kusikia majibu kulimpa sumu ya hasira. Alexander alisema kwa sauti ya kuuma, umeharibu maisha yangu. Umeifanya familia yangu ionekane ya kijinga. Umepasua heshima yangu. Unajua mama yangu atasema nini? Alexander hakujibu. Jasho lilimtoka mgongoni. Amira, kwa upole, alijaribu kuzungumza. Catherine, sitaki kuchukua nafasi yako. Sitaki mali. Sitaki jina. Nataka maisha tu ya mtoto atakayezaliwa na baba yake. Catherine alicheka kwa sauti kali, kicheko cha uchungu. Mtoto? Baba? Familia? Hapana. Hapa hakuna mtoto atakayekuja kuvunja jina langu. Alexander alitembea haraka kumshika mke wake. Usithubutu, aliangusha sauti. Lakini Catherine akaipuuza. Akatoka nje taratibu, akafunga mlango wa nyuma kwa nguvu. Sauti ikavuma kupitia ukuta wa nyumba ndogo. Alexander aliketi chini, akivuta pumzi ndefu. Amira alimshika mkono. Ataniua mimi, sivyo? Alexander alijaribu kutabasamu. Hapana, lakini moyoni alijua kitu kingine. Catherine akikasirika, hachukui hatua za kawaida. Hufanya kitu cha kushangaza, kitu cha kumaliza kabisa. Usiku ulifika. Miti ilitingishika kwa upepo. Mawingu meusi yakafunika mwanga wa mwezi juu ya Marble Heights. Ndani ya kasri kubwa, Catherine alitembea koridoni ndefu akiwa amebeba glasi ya mvinyo mwekundu. Mapambo ya nyumba yalionekana kama mashahidi kimya. Vioo vikubwa ukutani vilimwonyesha sura yake. Macho mekundu, nywele zikiwa zimevurugika kama mtu aliyepoteza utawala wake. Alexander alikaa sebuleni akimsubiri Catherine ashuke. Sauti ya visigino ilianza kusikika kwenye ngazi. Kuna kitu unataka kusema? Alexander aliuliza kwa upole. Catherine alinyamaza. Alikaa kitako. Nani mwingine anajua? Akauliza Catherine. Hakuna mtu, Alexander akajibu. Catherine aliinama mbele, akimweka Alexander kwenye macho yake. Tutaua mimba hiyo. Alexander alinyamaza. Catherine, tafadhali. Sema kitu kingine. Catherine aling'aka. Mimi ni mke wako. Mimi ni hadhi yako. Mimi ni jina lako. Mimi ndio kampuni ya baba yangu, ndio familia yangu, ndio uhai wa utajiri wako. Alexander alinama kichwa. Sitomuumiza Amira, alijibu taratibu. Catherine akacheka. Sawa. Alinyanyuka. Usijali, nitafanya kila kitu kwa mikono yangu. Sitakutia doa. Alexander alishtuka kusikia tone la sauti. Kwa mara ya kwanza, aliona Catherine sio mjinga, bali ni mwerevu sana. Mwanamke mwenye uzuri wa kifahari, lakini mwenye roho ya sumu, anaweza kutembelea kaburi la adui kwa mavazi ya harusi. Kesho yake Alexander hakurudi kazi. Alikaa kasri akajaribu kuongea na Catherine, lakini Catherine alikaa kimya, akiongea maneno mafupi tu. Wakati huo huo, Amira alikaa ndani ya nyumba ndogo akihisi kichefuchefu cha mimba. Alikuwa mjamzito wa miezi 3, lakini tumbo lilionekana. Jioni Alexander alitembea kwenda kumwona Amira. Lakini milango yote ya nyumba ya pembeni ilikuwa imefungwa. Hakuna mlango uliofunguka. Hakuna taa iliyowaka. Hakuna sauti. Alexander alipiga hodi. Hakuna aliyojibu. Akakimbia nyuma ya nyumba. Mlango umefungwa kwa kufuli jipya. Akashika dirisha. Lilikuwa limefungwa kwa mbao. Amira alikuwa ndani. Alifungwa. Alexander alianza kupiga kelele. Catherine, umefanya nini? Catherine alitokea nyuma yake, mikono mifupi, macho yakiwa makavu. Nilisema nitashughulika nayo. Umemuumiza? Bado. Alexander alijikuta akitetemeka. Amira alikuwa mtu aliyempenda kuliko nafsi yake. Kisha Catherine aliinua kisu kidogo cha jikoni, kisu cha fedha kilichotengenezwa nchini Switzerland. Alexander alinyamaza, uso wake ukawa mweupe. Kesho, Catherine alisema, nitafanya mtoto huyo asiwepo. Usiku ulikuwa mrefu. Alexander alivunja simu ya Catherine. Akaandika ujumbe wa tahadhari kwa Amira, lakini hakujibiwa. Alijaribu kupiga milango ya kasri, polisi walifika, lakini pesa ya Catherine ilipoingia, wakapewa maagizo ya kuondoka na kuacha mambo ya familia yabo. Belmont City haikuwa kama Tanzania au Kenya. Hapa, pesa ilikuwa sheria ya kawaida. Saa 8 usiku, Alexander alienda chumbani kwa Catherine.
ambaye alikuwa amelala kitandani kama malaika. Kama utamdhuru, Alexander akaanza. Catherine akamkatisha. Niache nilale. Kesho tutazungumza. Alexander alijua hakuna mazungumzo yatatokea. Kesho kilikuwa kifo. Saa 10 usiku, Catherine aliamka kimya kimya. Akatembea hadi jikoni. Akaosha kisu. Akaweka ndani ya mfuko. Akatoka nje. Hakutoa sauti. Mlango wa nyumba ya Amira ulifunguka kwa ufunguo aliokuwa nao mfukoni. Ndani, Amira alikuwa amelala kitandani, machozi yaliyokauka usoni, mikono ikiwa kwenye tumbo lake. Taa ya mwanga wa njano iliangaza mashuka. Catherine akausogea mwili karibu na kiuno cha Amira. Akainua kisu. Amira aliamka taratibu, macho yao yakagongana. Ilikuwa sekunde fupi, lakini sekunde hiyo ilibeba maamuzi ya maisha. Mimba hii haitakuwapo, Catherine alisema. Amira akalia. Usiniue, lakini Catherine hakujibu. Macho ya Amira yalipanuka kwa hofu, lakini akabaki kimya sekunde chache kabla ya kulia kwa sauti nyepesi. Uchungu ulimsonga kama mtu aliyekumbana na ndoto mbaya akiwa macho. Hakutegemea Catherine angefika mezani na kisu, mbele ya mimba, mbele ya tumaini, mbele ya uhai. Catherine akasema kwa sauti dhaifu, tafadhali usifanye hivi. Lakini Catherine hakuwa mtu wa huruma usiku huo. Sauti ya Amira iliingia kwenye masikio yake, kama msumeno uliokuwa ukikata chuma kizito. Mwanao hata kuwepo, Catherine alisema. Amira alijaribu kurudi nyuma kitandani, mkono mmoja ukilinda tumbo lake, mkono mwingine ukijilinda usoni. Lakini Catherine alimsogelea hatua 5 kwa kasi ya hasira iliyokuwa imepanda kutoka kwenye moyo wake, kama moto unaotawaliwa na upepo. Amira alilia, mimi sikuchukua mume wako, Catherine. Alexander alinipenda. Kauli hiyo ilimchoma Catherine zaidi kuliko kisu kingine chochote duniani. Wewe ulimpenda, Catherine akasema, lakini mimi nilimlipa. Huu utajiri wote ulitoka kwangu. Catherine alikaa hewa. Roho yake ilipoteza utulivu. Alikuwa tayari kufanya kitu ambacho kingeteseka katika historia ya Zarithia. Kabla Catherine hajashusha kisu, mlango ulifunguka kwa nguvu. Alexander aliingia kama mnyama aliyewaka moto. Uso wake ulikuwa mwekundu, mishipa ya mikono ikijitokeza. Catherine akapiga kelele. Catherine alishtuka anapogeuka. Kisu kiliteleza kidogo mkononi mwake. Amira alitumia sekunde chache kupumua. Alexander alimkabili Catherine uso kwa uso. Kama utamgusa na kula kiapo nitakuchukia maisha yangu yote. Catherine akanyamaza sekunde 3. Halafu akatabasamu. Tabasamu la mwenda wazimu lililojazwa chuki isiyo na mfano. Ndio maana nataka kumaliza mimba hii. Ili unitazame katika macho na uogope kunipoteza. Alexander alimshika mkono Catherine ulio na kisu. Niache. Catherine akapiga kelele. Amira alijaribu kugeuka upande mwingine ili kuondoka kitandani. Lakini Catherine alivuta nguvu ya ghafla kutoka moyoni. Nguvu ya mtu anayeumia zaidi ya anayechukia. Kisu kikaruka kidogo mikononi mwa Alexander kilipokuwa kikivutwa kati yao. Kwa bahati mbaya, ilitembea kuelekea tumbo la Amira. Alexander akaruka juu. Amira akatoa kilio kirefu. Catherine akatetemeka. Kisu kiligusa tumbo la Amira. Sio kwa kina, lakini kwa nguvu ya kusikika sauti ya ngozi ikichanika. Amira alianguka kitandani, akashika tumbo lake na kupiga kelele. Alexander alishika kichwa chake. Catherine, umefanya nini? Damu ilianza kutoka taratibu ikiingia kwenye shuka nyeupe. Amira alilia kwa uchungu, machozi yakichanganyika na jasho. Tumbo lake lilipumua juu chini haraka haraka. Kidogo kidogo, damu ilizidi na harufu yake ikatawala hewa. Mwana wangu! Amira akalia. Alexander, mwana wetu! Alexander akakimbia kitandani, akachukua shuka akabonyeza kwenye kidonda. Tutakwenda hospitali, alisema. Catherine, toka nje, akapiga kelele. Catherine hakutoka. Alisimama kama sanamu ya giza, macho yake yakiwa hayana chochote cha mwanadamu ndani yake. Alexander akamwangalia Catherine na kusema kwa sauti nzito, hii ndo mwisho wa sisi wawili. Catherine hakupumua, hakuzungumza, hakutetemeka, lakini ndani yake moyo ulipasuka. Alimpenda Alexander kuliko pesa, kuliko maisha, kuliko nafsi yake. Na sasa maneno yake ya mwisho kutoka kwa Alexander yalikuwa mtada, mwisho wa sisi wawili. Akachukua kisu, akakitupa sakafuni na kukimbia nje.
Alexander alimchukua Amira kwenye mikono yake kana kwamba ni mtu anayebeba maisha yake yote. Akakimbia nje ya nyumba ndogo bila kuangalia nyuma. Hakujali walinzi, hakujali macho ya wafanyakazi, hakujali uvumi utakaotokea kesho. Gari lake la kifahari aina ya Bentley lilikuwa nje. Aliweka Amira ndani, akawasha gari kwa nguvu, magurudumu yakapiga kelele barabarani. Mimi nitakufa, Amira alinong'ona. Hapana. Alexander akapiga kelele, machozi yakimtoka. Mimba yangu, mtoto wangu. Tutamwokoa. Alifika hospitali ya Belmont City ndani ya dakika 12. Daktari mmoja mkubwa alikuwepo akimsubiri. Alipoiona damu yake alishtuka. Mjamzito wa miezi 3, damu nyingi tumbo, jeraha la kisu. Amira aliingizwa chumba cha upasuaji. Alexander alisubiri nje. Dakika zikawa saa zikawa kama dunia nzima, na machozi yakawa kama mvua isiyokoma. Saa 2 baadaye, daktari alitoka nje akiwa na uso mweusi wa huzuni. Alexander aliinuka kwa haraka. Daktari akavuta pumzi ndefu. Mama yuko hai. Alexander alifumba macho kwa shukrani. Lakini, daktari akaendelea. Alexander alitetemeka. Lakini mtoto, tumeshindwa kumwokoa. Alexander alishindwa kusimama. Alijikuta akiketi chini ya benchi, mikono kichwani, moyo ukiuma kuliko jino lililong'olewa bila ganzi. Alilia. Mwanaume tajiri, maarufu, mwenye nguvu, akiwa amekaa chini kama mtoto aliyepoteza furaha yake. Dakika chache baadaye madaktari walimruhusu kumwona. Amira alizinduka taratibu, macho yake yakiwa mekundu, mwili wake dhaifu. Alexander alikaa kando ya kitanda. Mtoto wetu? Alimuuliza kwa sauti ya kutetemeka. Amira akalia kimya. Hakuna. Alexander alishika mkono yake. Uhai wako ni muhimu kuliko chochote. Amira alitikisa kichwa. Huyu angekuwa mtoto wangu wa kwanza, Alexander, mtoto wa mapenzi yetu. Alexander alilia kimya. Kwa mara ya kwanza, hospitali nzima ilishtuka kuona tajiri mkubwa akilia hadharani. Catherine alikimbia usiku kucha. Akaenda kwenye bustani ya miti iliyoko nyuma ya kasri. Akaanguka chini ya miti mirefu, akalia hadi macho yake yakavimba. Hakukimbia kwa sababu aliogopa kufungwa. Alikimbia kwa sababu alijua kosa lake, lengo lake limeshatimia. Mimba imekwenda. Lakini ndani ya moyo wake kitu kingine kilipasuka. Alimuua mtoto wa Alexander. Alivunja ndoa yake. Alivunja nafsi ya Amira. Hakukuwa na mwanamke mwingine ambaye angeweza kumlinda Alexander kutoka hasira yake. Kesho yake habari zilienea kote Zarithia. Tajiri mkubwa Alexander von Hartfield kapata kashfa ya mimba nje ya ndoa. Mke wake amejihusisha na tukio la kushambuliwa mwenzake. Amira yumo hospitali. Alexander hakuona magazeti hayo, wala hakusikia uvumi. Alikaa hospitalini siku 2 bila kuondoka kando ya kitanda cha Amira. Catherine alitengana na dunia. Hakula. Hakuzungumza na mtu. Wivu wake ulimharibu. Upendo wake ulimfanya ajitesa. Usiku wa kuamkia Jumatatu ulianza kwa ukimya mzito katika jumba la kifahari la Alexander. Ukimya ule haukuwa wa amani, ulikuwa ukimya wenye pumzi za hofu zilizojaa hewani, kana kwamba kuta zilikuwa zimetandikwa utaji wa huzuni kabla macho ya watu kufumbuliwa. Katika kitanda cha hospitali cha binafsi kilichounganishwa na vyumba vya watu mashuhuri, Amira alilala, tumbo lake likiwa limefungwa bandeji nzito na mashine kadhaa zikichunguza hali yake ya mwili. Daktari alieleza kuwa alinusurika kwa bahati na mtoto tumboni mwake bado alikuwa hai, japokuwa alikuwa kwenye hatari. Pembeni ya kitanda, Alexander alisimama akimtazama mkewe, huku macho yake yakiwa mekundu, yamejaa machozi, hasira, huzuni na hatia. Hakuwa na amani ndani ya moyo wake. Maneno ya madaktari yalikuwa yakimjia kichwani kama mwangwi. Kisu kilienda karibu kabisa na mtoto. Dakika 5 tu zingevuka, mama na mtoto wangefariki. Maneno haya yalikuwa yakimtesa. Wakati huo huo, kamera za nje, walinzi na majirani walikuwa kwenye mshtuko. Habari ilikuwa imetapakaa kuwa Catherine, mke wa kwanza, alikuwa kizuizini baada ya kumchoma kisu Amira tumboni. Kwa jamii ilikuwa habari kali kuliko moto. Asubuhi ilipofika, mlango wa chumba cha hospitali ulifunguliwa polepole. Baba yake Amira, mzee mwenye heshima, mwenye fedha nyingi, aliingia polepole huku fimbo yake ikigonga sakafu kwa nguvu kidogo. Nimemlea binti yangu kwa heshima, alisema akiwa na hasira iliyofichika, na leo yuko hapa kupigania uhai wake kwa sababu ya mwanamke aliyekuwa anataka kumuua.
Alexander akaangalia chini. Asante kwa kufika baba, Amira alisema kwa sauti dhaifu. Alexander aligeuka akasema, nitahakikisha Catherine anafungwa maisha. Hata kama nina miaka 90, sitarudi nyuma. Katika kichwa cha Alexander, mapenzi yake kwa Catherine yalikuwa yamefutika ghafla kama moshi unavyopeperushwa na upepo mkali. Lakini bado hakusema ukweli mkubwa. Alikuwa bado anampenda Catherine ndani kwa ndani, kwa mbali tu. Katika chumba cha mahabusu, Catherine alikuwa amekaa kimya, mikono yake ikiwa ya baridi, macho yakiwa mekundu, nywele zikichafuka na mwili wake ukitetemeka. Alikuwa amevaa sare ya mahabusu ya rangi ya machungwa iliyolazimishwa bila furaha. Kwa mara ya kwanza tangu alikamatwa, alianza kutambua uhalisia wa alichokifanya. Alimlazimika kukumbuka wivu uliomfanya apoteze akili, udhaifu wa kiakili uliofungua mlango wa mauti, na mapenzi yaliyogeuka sumu. Aliweka mikono usoni akilia, sauti ikitoka kwa uchungu. Nilipenda sana mpaka nikahitaji kumuua. Ndani ya gereza kile kilikuwa kawaida, maua yaligeuka miiba. Mmoja wa mahabusu wenzake alimtazama kwa kejeli. Wewe ndo yule mama tajiri aliyetaka kumchinja mke mwenza, eh? Catherine akainamisha kichwa. Haya ni maisha yako sasa, mfungwa mwingine aliongeza. Pesa yako haikusaidia. Maneno haya yalimchoma kuliko kisu alichotumia. Wiki 3 baadaye, jengo la mahakama la Tanzania lilijaa watu, waandishi wa habari, ndugu, majirani na wanasheria maarufu wote walikusanyika. Catherine aliingizwa ndani akiwa na pingu mikononi. Kamera zilimfuata. Paparazi wakapiga picha kwa mwanga mkali wa flash ambazo zilifanya uso wake ukubali ukweli. Hakuwa tajiri tena. Hakuwa mke wa Alexander tena. Hakuwa huru tena. Hakimu Sara, mwenye sauti nzito iliyojaa mamlaka, alisoma kesi kwa urefu. Hakimu akasema, hii si kesi ya kawaida ya ugomvi wa kifamilia, ni jaribio la mauaji. Catherine alitetemeka. Ulimchoma kisu mwanamke mjamzito tumboni kwa wivu, na ulikuwa na nia ya kuua. Akageuka kumtazama Alexander, ambaye alikuwa ameshika mikono ya Amira, mtoto tumboni akiwa salama. Alexander hakutazama nyuma, alimtazama Amira tu. Hakimu aliendelea, mahakama imepima ushahidi, picha, mashahidi, rekodi za simu, DNA ya kisu, na mahakama imepata ushahidi bila shaka. Ukumbi ukaingiwa ukimya. Kwamba mshitakiwa Catherine alifanya jaribio la mauaji. Catherine akapiga kelele, hapana. Mimi ni mke halali wa Alexander. Nilikuwa napenda. Amira alinitaka niwe hivyo. Hakimu akamkata. Mapenzi sio sababu ya kuua. Ukumbi mzima ukawa kimya. Kisha sauti nzito ikaja. Kwa mujibu wa sheria, mahakama hii inakuhukumu kifungo cha maisha gerezani. Ukumbi ukazizima kwa mshangao, bila uwezekano wa kutolewa kwa msamaha. Catherine akaanguka chini akilia kwa kilio cha maumivu ambacho hakikuwahi kusikika kutoka kwake. Alexander akasimama, akamchukua Amira, wakatoka nje, wakipita mbele ya Catherine. Catherine akazidi kulia. Alexander, niangalie, nakupenda. Alexander hakutazama. Mlango wa mahakama ukafungwa nyuma yao, kelele zikasikika kuisha. Watu walianza kuzungumza juu ya mwisho wa mwanamke tajiri sana aliyekulia kwenye maisha ya kifahari, akapoteza kila kitu kwa wivu. Baada ya mwezi mmoja, Amira alirudi nyumbani ikiwa salama. Tumbo lake lilikuwa limeongezeka, ujauzito ulikuwa unaonekana zaidi. Alexander alikuwa akiishi maisha ya kumtazama mkewe kwa upendo na heshima, kama njia ya kufuta huzuni zile ambazo Catherine alimpa. Lakini ndani ya moyo wake alibebwa na swali kubwa. Je, kweli hii ndiyo haki? Alimpenda Catherine miaka mingi, lakini sasa yuko gereza, maisha yake yote yameharibiwa. Usiku mmoja, akiwa sebuleni akitazama bahari, machozi yakamtoka. Haya ndiyo matokeo ya wivu, alijisemea. Catherine gerezani, mwisho wa maisha ya uhuru. Miezi ikasonga, Catherine akawa maarufu gerezani kwa jina mke wa tajiri aliyeua kwa wivu. Hakuna mtu aliyekuwa na huruma. Hakuna rafiki. Hakuna mapenzi. Alikaa kwenye kitanda cha chuma, akitazama ukuta mkavu, akaandika barua. Alexander, samahani. Mapenzi yangu yalikuwa sumu. Nisamea. Nimekataa chakula, nimekataa kuishi. Naomba tu nimuone Mungu. Barua ilitumwa, lakini Alexander hakuifungua. Aliiweka tu kwenye drawer. Siku ikaisha. Catherine akabaki akitazama dirisha dogo la gerezani, ambapo mwanga wa mwezi uliingia.
Hapo ndipo alitambua funzo moja kubwa kuliko yote. Hakuna utajiri wenye thamani kama amani ya moyo. Hakuna ndoa inayoishi kwa chuki. Hakuna mapenzi yanayostahili damu. Funzo kwa jamii: wivu unaua. Mapenzi ya kulazimisha huteketeza roho. Uaminifu, mazungumzo na uvumilivu ndio msingi wa ndoa na familia. Kama moyo hauko tayari kusamehe, usiutake. Kama moyo hauna furaha, usiulazimishe. Asante kwa kutazama hadithi hii hadi mwisho. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uwe wa kwanza kupata hadhi kali. Like, share na comment chochote kama umependa video hii.